Kuna jambo ambalo watu wengi huliamini kuhusu Mungu, lakini si kweli. Watu wengi hudhani Mungu anasema jirekebishe kwanza ndipo urudi kwangu, lakini Biblia leo inasema jambo la tofauti kabisa. Leo utagundua kwa nini Mungu anakuita hata ukiwa bado na mapungufu. Kuna watu wengi ambao hawarudi tena kanisani, si kwa sababu hawampendi Mungu, bali kwa sababu wanaona hawastahili. Wanasema, nimefanya dhambi nyingi sana, Mungu hawezi kunisamehe tena, ngoja nibadilike kwanza ndipo nitarudi. Lakini leo Mungu ndiye anayevunja mawazo hayo. Katika somo la kwanza nabii Hosea anasema, chukueni maneno pamoja nanyi mkamrudie Bwana. Rejea Hosea sura 14 aya ya 2. Ona jambo la kushangaza. Mungu asemi jirekebishe kwanza, anasema rudi kwanza. Alafu anaahidi nitawaponya kurudi nyuma kwao, nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo. Rejea Hosea sura 14 aya ya 4. Huu ndio moyo wa Mungu. Yeye angoji mkamilifu, anamkaribisha anayetamani kutubu. Hata katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1428 inafundisha kwamba kuongoka ni kazi ya neema ya Mungu inayouamsha moyo wa mwanadamu kumrudia Baba. Hii ndiyo sababu kanisa linatualika tusikate tamaa kwa sababu ya dhambi zetu. Sakramenti ya kitubio ipo kwa ajili ya wenye dhambi wanaotubu, sio kwa ajili ya watu wasio na dhambi. Mpendwa, hakuna dhambi iliyo kubwa kuliko huruma ya Mungu kwa moyo unaotubu kweli. Lakini Yesu anaongeza jambo la muhimu, anasema, angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Iweni na busara kama nyoka na wapole kama hua. Rejea Mathayo sura ya 10 aya 16. Kumfuata Kristo hakumaanishi maisha yatakuwa mepesi. Kutakuwa na upinzani, kutakuwa na kejeli, wengine watakukataa kwa sababu ya imani yako. Lakini Yesu hakuahidi maisha yasiokuwa na mateso. Aliahidi kutotuacha peke yetu, na alisema mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Rejea Mathayo sura ya 10 aya ya 22. Leo kanisa linawakumbuka mwenye heri Emmanuel Luiz na wenzake mashahidi. Walibaki waaminifu kwa Kristo hata walipokabili mateso na kifo. Wanatukumbusha kwamba ushindi wa Mkristo haupimi kwa kuishi maisha marefu, bali kwa kubaki waaminifu kwa Kristo mpaka mwisho. Labda leo umechoka, labda umeanguka tena katika dhambi ile ile, labda unaona sala zako hazina maana. Usiseme nitamrudia Mungu nikishabadilika, sema nitamrudia Mungu ili anibadilishe. Huo ndio ujumbe wa Hosea na huo ndio moyo wa Injili. Tuombe. Baba mwenye huruma, asante kwa sababu nikataa ninapokuja kwako kwa moyo wa toba. Nipo ujasiri wa kurudi kwako kila ninapoanguka. Nipe busara katikati ya changamoto za dunia na unifanye mwaminifu kwako hadi mwisho wa maisha yangu. Kwa maombezi ya mwenye heri Emmanuel Luiz na wenzake mashahidi, niimarishe katika imani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kabla sijamaliza, napenda kuwashukuru kwa moyo wote kila mmoja anaendelea kuniombea, kushiriki maudhui haya kwa watu wengine na kuniunga mkono kwa namna mbalimbali. Mungu awabariki sana. Ndoto yangu ni kuhakikisha mafundisho sahihi ya Kanisa Katoliki yanafika kwa kila mtu anayezungumza lugha ya Kiswahili kwa ubora unaostahili. Ili kufanikisha utume huu, ninaendelea kujiandaa kupata vifaa mbalimbali kama kamera, lensi, mwanga na microphone ambavyo vitasaidia kuzalisha maudhui bora zaidi. Kama Mungu amekugusa moyo, basi kuwa sehemu ya utume huu. Unaweza kuniunga mkono kwa mchango wowote. Hakuna mchango mdogo mbele za Mungu. Na kama uweze kuchangia kwa sasa, tafadhali niombee na ushirikishe video hii kwa watu wengine. Hata hiyo ni sehemu ya kueneza Injili. Mungu akubariki sana. Tusome neno la Mungu, tuishi mafundisho ya kanisa na tumshuhudie Kristo katika maisha yetu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Na kutakieni siku njema na yenye baraka na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.